Haleluya. Hakika tukiushika na kuzingatia na kuutenda katika maisha yetu Bwana atayabariki na ataenda kuyainua katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Na ni ujumbe umenenwa tangia wakati wa asubuhi. Mungu anahitaji wale watu wanaomtafuta, wale watu wanaomngoja katika haki na katika roho na kweli, au ndio watakaopokea wokovu unaotokana na mji wa mbinguni. Haleluya. Maana kwa hiyo neno amesoma kwenye mstari 26 ikasema ni vyema mtu autarajie wokovu wa Bwana na kumngojea kwa utulivu bila kuwa na wasiwasi. Haleluya. Ambia Bwana, ambia mwenzako mngoje Bwana kwa utulivu. Ambia mwenzako mngoje Bwana kwa utulivu. Wacha kuwa na haraka. Wacha kutembea kule na kule. Kama alipomngojea Bwana na wokovu wako utashuka pale na utamwona Jehova, manake ni Mungu mwenye uwezo. Na useme Bwana Yesu asikie na atende. Na ndiposa nikakwambia wakati wa asubuhi wokovu wa Bwana unapatikana katika mlima Zayuni, katika Bwana. Hapo ndipo utapokea wokovu wa Bwana, ndipo ndipo utakapokea uponyaji wa Bwana. Ni vyema kumngoja Bwana katika nyumba lake, ni vyema kumngoja Bwana katika maombi, ni vyema kumngoja Bwana katika neno, ni vyema kumngoja Bwana ukifanya ibada zako ndani ya nyumba lake, ndani ya madhabahu yake. Usiende kwenda kwa wachawi, usiende kwenda kwa waganga, usiende kwenda kwa majini, bali ukapate kusimama katika nyumba la Bwana. Unapomwita Bwana kwa haki na kweli, naye Bwana atashuka ukiwa ndani ya nyumba lake na ataachilia wokovu na ukombozi katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Useme Bwana Yesu asiye na atende. Useme Bwana Yesu asiye na atende. Inua mkono wako juu, useme Bwana Yesu nakupenda. Useme Bwana Yesu nakupenda. Neno nasema kwenye kitabu cha Wagalatia 1:17, bali katika mlima Zayuni kutakuwa na watakaokoka, nao utakuwa mtakatifu, na nyumba ya Yakobo watamiliki tena katika miliki zao katika jina la Yesu Kristo. Neno la Bwana nasema katika nyumba la Bwana, katika mlima wa Bwana mtakatifu, katika nyumba la Jehova, bali Jehova ametenga na kulitia jina lake, hapo ndipo watu wake wataokoka, hapo ndipo watu wake watafunguliwa, hapo ndipo watu wake watakombolewa, hapo ndipo watu wa Bwana watashinda vita. Wakati watakuwa katika nyumba la Bwana, wakati watakuwa katika madhabahu ya Bwana, watakapokuwa katika anga ya Bwana, wakiendelea kumwabudu Bwana, wakiendelea kumsifu Bwana, wakiendelea kumwomba Jehova, wakiendelea kumwita Baba. Neno linasema wokovu utapatikana, neno linasema uponyaji utapatikana, neno linasema baraka zao zitapatikana. Na baada ya kupatikana zile baraka, neno linasema kwa ajili ya nyumba la Yakobo, neno linasema kwa ajili ya nyumba la Israeli, kwa ajili ya nyumba lako na familia yako, utapokea mamlaka ya kumiliki tena katika miliki za Bwana, katika baraka za Bwana. Nasema katika utajiri wa Bwana utapokea uwezo wa kumiliki tena katika baraka za Jehova. Nasema katika utajiri wa Bwana, nasema katika uponyaji wa Bwana, nasema katika neema ya Bwana utapokea mamlaka na nguvu na uwezo ili na kusitawala. Nasema Bwana Yesu asikie na atende. Nasema Bwana Yesu asikie na atende. Hapo chini nasema tena katika nyumba la Yakobo, ile nyumba la Yakobo itakuwa ni moto, itakuwa ni moto wa kuteketeza, itakuwa ni moto wa kuangamisha. Na ni moto wa kuangamisha nani? Ni moto wa kuangamisha nyumba ya Esau, wale walikuwa kinyume na nyumba la Yakobo. Wakati Yakobo atafanya kuwa moto, ule moto utaenda kuwalamba, ule moto utaenda kuwateketeza, ule moto utateketeza wachawi, ule moto utaenda kuteketeza utaenda kuteketeza laana, unaenda kuteketeza visirani, ili nyumba la Yakobo wabaki wakiwa salama, wakapata kubaki wakiwa huru, manake walimngoja Bwana katika mlima mtakatifu. Useme Bwana Yesu asikie na atende. Haleluya. Kwa hivyo namalizia na kusema ni vyema ukapata kumngoja Bwana katika nyumba lake ama katika madhabahu yake, ili ukapata kupoka na wokovu wa Jehova. Maanake Obadia amesema katika nyumba la Bwana, katika madhabahu ya Jehova. Obadia amesema katika mlima Zayuni ndipo watu wa Bwana wataokoka, ndipo watu wa Bwana watafunguliwa. Nataka nikuombe jioni ya siku ya leo, unapoenda kutoka katika nyumba la Bwana, kama ulikuwa umeingia ukiwa na magonjwa ukiwa na uponyaji, kama ulikuwa umefungwa
ukatoka ukiwa umefunguliwa. Kama ulikuwa kuhangaika na kuteseka, unakwenda kutoka ile mlango, yale mahangaiko yakabaki hapa, kutoka na ushindi wa Bwana, ukapata kutoka na nguvu za Bwana, na ukatoka na neema ya Bwana, ili unapoenda na kutembea ukabebelea ukimiliki, ukatembea katika baraka zako, ukatembea amani ya Bwana, na ukatembea katika ushindi wa Bwana. Manake ni Baba na hakuna aliye kama yeye. Na useme Bwana Yesu asikie na atende. Hakuna mahali pengine utapokea wokovu wa Bwana. Wokovu wa Bwana utapatikana katika nyumba lake peke yake. Nasema wokovu wa Bwana utapokea mahali pengine, utapokea katika nyumba la Bwana, utaupata katika mlima wa Sayuni, ama katika mtalima mtakatifu wa Bwana. Manake ambaye amesema wataitwa watakatifu, watakatifu katika jina la Bwana. Manake uwepo wa Bwana unaishi mahali pale. Nikakwambia wakati wa asubuhi, tamani sana kukaa katika uwepo wa Bwana. Wacha kutamani kukaa katika masengenyo, wacha kutamani kukaa katika dhambi, wacha kutamani kukaa katika anasa ama katika mambo ya dunia, bali ukatamani kukaa katika uwepo wa Bwana, katika neema ya Bwana, katika jina la Yesu. Nake wakati you are in the presence of the Lord, oh my God, malaika wangu wanashuka, wanaanza kuhudumia maisha yako. Malaika wangu wanashuka, wanahudumia nyumba lako. Malaika wanashuka, wanahudumia kazi ya mikono yako. Wakati unakaa katika neema, katika uwepo wa Bwana, malaika wangu wanaamrishwa, wanakuja wanakusaidia, wanakuja wanakuinua, wanakuja wanakupigania vita, katika jina la Yesu. Usema na Yesu asikie na atende. Haleluya. Ambia mwenzako ile nafsi inamngoja Bwana, Bwana ataiokoa na ataiponya na ataibadili ile nafsi inamngoja Bwana katika mahali pake patakatifu. Amesema utakuwa ni mtakatifu, na nyumba ya Yakobo watamiliki tena miliki zao katika jina la Yesu. Na kuomba kitoka hapa, kama ulikuwa umepoteza kazi, ukapokea uwezo kumiliki kazi yako tena. Kama ulikuwa umepoteza ndoa, ukapokea uwezo kumiliki ndoa tena katika jina la Yesu. Kama ulikuwa umepoteza fedha, unapoenda kutoka mahali pa jioni ya siku ya leo, ukatoka na uwezo kumiliki fedha tena, ukatoka na uwezo kumiliki utajiri, ukatoka na uwezo kumiliki afya. My Father, katika mwili wako utakufa na magonjwa, mwili wako utakufa na lahana. Nasema utakufa ukiwa na afya, ukiwa miaka mingi kuna amani katika jina la Yesu. Useme Bwana Yesu asikie na atende. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amesema katika nyumba la Esau itakuwa ni mambua makavu, na watawaka katikati yao na wakuwateketeza, wala hawatazalia mtu awaye yote katika nyumba la Esau. Anasema katika nyumba za wachawi wale walikuwa maadui zao. Oh my God, oh my Father, wakati ule moto unapoenda kuwaka, utaenda kuwateketeza wote, hakuna hata mmoja ataenda kubaki. Nasema hakuna uchawi utambaki, nasema hakuna mganga utambaki, nasema hakuna majini utambaki, nasema hakuna Illuminati utambaki, hakuna laana sitabaki, hakuna vifungo sitabaki. Manake wakati Yuda anapowaka moto, wakati Yakobo anapowaka moto, ule wote unawateketeza, na ule moto unaenda kutoa wapi? Unaotoa katika madhabahu ya Bwana, katika mlima wa Bwana, ukitembea na moto wa Bwana. Nasema ukitembea na moto, nasema ukitembea na moto, ukiingia kwa nyumba moto, ukiingia kwa hiyo biashara waka moto, ukiingia kwa hiyo kampuni waka moto. Na kama kulikuwa na maroho machafu, yale maroho yakachomeke. Kama kulikuwa na uchawi uchomeke, kama kulikuwa na uganga uchomeke, kama kulikuwa na magonjwa uchomeke, kama kulikuwa na maskini uchomeke. Manako utakuwa ni moto. Nasema utakuwa ni moto. Nasema utakuwa ni moto. Nasema utawaka moto. Nasema utawaka moto. Nasema utawaka moto. Nasema utawaka moto. Sema Amen. 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 pale nataka nikapate kumleta mnenaji katika madhabahu ya Bwana ili akapate kwa ajili ya ujumbe wa Bwana. Na wakati unapokea ule ujumbe, I promise you your life will never be the same. Hallelujah. Nilikwambia siku moja mwaka wa 2000 nikatabiriwa katika nyumba la Bwana. Na maisha yangu ikabadilika completely. Sasa ukilipokea ile neno bila
bila kuangalia ni nani. Maisha yako inaanza kubadilika completely. Haitatoka hapa ikiwa na mahangaiko. Haleluya. Nasikia mahali pale kuna watu wanaokuwa na vidonda ndani ya mioyo yao. Wanakaa na majuto na maneno. Hiyo majuto mahali pale itaondoka. Hizo vidonda zitanaopokea mwenyewe. Katika jina la Yesu Kristo. Maana neno la Jehova ni dawa. Dawa mahali pale inaoponya. Inapopenya mahali pale magonjwa yanaondoka. Katika jina la Yesu Kristo. Na usema na Yesu asikia na tele. Haleluya. Nataka tukapata kumkaribisha Bwana siku ya leo. Ili akapate kuzungumza na mioyo yetu. Ili akapate kuzungumza na maisha yetu. Ili akazungumza na nyumba zetu. Akazungumza na kazi na biashara zetu. And I promise you, wakati hiyo sauti inaenda kuachiliwa, inaenda kuachilia mabadiliko katika jina la Yesu Kristo. Na usema na Yesu asikie na tele. Wakati Yesu aliponena, alipoongea, milima ilianza kumromoka na kuanguka. Milango ya kuzimu mahali pale ikafunguka. Maana sauti ya Yesu iko na mamlaka. Sauti ya Yesu iko na uwezo. Sauti ya Yesu iko na power. Wakati sauti ya Yesu inaposikia, nasema milango inafunguka. Milango baraka inafunguka. Milango uzima inafunguka. Milango ya kunawiri inafunguka. Katika jina la Yesu Kristo. Nasema na Yesu asikie na tena. Bwana Yesu asikie na tena. Haleluya. Amen. Amen. Ambia mwenzako Bwana ni mwema. Bwana ni mwema. Wale wanamngoja. Wale wanamtafuta. Acha Bwana Mungu. Bwana Yesu asikie na tena. Ndio. Yes. Amen. Nimemuona Baba. Nimemuona Bwana anapendeza. Nimemuona Bwana. Nimemuona Bwana. Nimemuona Bwana anapendeza. Vile Jehova anavyotenda miujiza, vile Jehova anavyobariki na hata kuinua, vile Jehova anavyofungua, utaenda kuona vile Jehova anapendeza. Matendo ya Jehova ni ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Matendo ya Jehova inapita matendo ya mwanadamu. Bwana Yesu asikie na tena. Bwana Yesu asikie na tena. Haleluya. Maana yake nimpendeza na kunalia kama Jehova. I'm feeling the presence of the Lord in this house. Haleluya. Na mtu anatoka mahali pakiwa na baraka zake. Au utatoka bandizi ulivyoingia mahali hapa. Kutoka na baraka zake. Kwa sababu akasema hakika wema na fadhili za Bwana zitanifuata siku zote za maisha yangu. Na nitadumu katika nyumba lake Mwenyezi Mungu. Maana yake hapo ndipo na baraka zangu. Nasema na Yesu asikie na tena. Bwana Yesu asikie na tena. Na useme amen. Nataka uweke mkono wako vizuri. Tunapoenda kumuleta mnenaji katika madhabahu ya Bwana ili akapate kunena katika nyumba zetu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kupika 1 mpaka 3. Na tunapofika 3 mahali pale utafika shangwe na vigelegele. Naye mnenaji atakuwa ameshakanya katika altar ya Bwana ama katika madhabahu ya Bwana na atakuwa ako fully loaded kuweza kuachilia baraka katika jina la Yesu. Kuna mtu ako tayari kupokea. Weka mikono vizuri juu mbele za Bwana. Weka mikono juu mbele za Bwana. Peperusha hiyo mikono vizuri. Kama unaweza weka chupani, weka chupani. Kama unaweza weka maua, weka maua. Rebesha. Haya, 1, 2, 3. Karibu sana wapi shangwe vigelegele. Nimemuona Yesu anapendeza. Nimemuona Yesu anapendeza. Nimemuona Yesu anapendeza. Nimemuona Yesu anapendeza.